رب العالمين خلق الذكر والأنثى وجعل ميزان التفاضل بين عباده التقوى والعمل الصالح، فقال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المسلمون. Enyi ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu, mtume wetu, mwalimu wetu, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika tarakana ala almahajjati albayda, ametuacha katika viwanja vilivyokuwa vyeupe mno, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Kama kuna mtu atapotea, amepotea tu kwa ujinga wake, lakini mtume kamaliza kila kitu chenye maslahi na dunia amekueleza, chenye maslahi na akhera amekueleza, mpaka anaondoka duniani hana deni. Madeni tunayo sisi, namna gani tumlipe mtume huyu sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyotuelekeza kutoka kwa Mola wake, ili nasi tuwe wageni wake kesho siku ya Kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atakayeenda akhera moyo wake ukiwa umesalimika, huyo ndo atakuwa amesalimika kesho. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na azijalie nyoyo zetu zisalimike, ili tukutane na Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zetu zikiwa hazina shirki, hazina ria, hazina chuki, wala hazina ubaya na mtu yeyote. Na ihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika maudhui ambaye ni muhimu sana kuifahamu, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza tuelezane kwa ukaribu na ikiwezekana mara kwa mara, makanatul mar'atu fil islam wa kaifa karramaha Allahu wa hafidha huquqaha, nafasi ya mwanamke katika Uislamu, lakini na namna gani Allah amemkirimu, namna gani Allah amemheshimu mwanamke, namna gani Allah amemhifadhi, na namna gani amezieleza haki zake za msingi ambazo inatakiwa tuzifahamu, ikiwa ni kama mama zetu, kama wake zetu, kama dada zetu, kama watoto wetu wa kike. Kwa hakika Allah amewaelezea na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewaelezea kwa kina sana. Ndugu zangu katika imani, kama dunia leo imefikia wakati ambao wanasema wanamenzi mwanamke, wanamzungumzia mwanamke, wanazungumzia haki za mwanamke. Uislamu ulizungumzia kadiman, zamani sana, wakati mwanamke alikuwa amefedheheshwa, mwanamke alikuwa anadhulumiwa, mwanamke alikuwa ni mtu wa kudharaulika sana. Akipita anaonekana si kitu, akikaa kwenye kikao anaonekana rai yake usichangie chochote. Uislamu unakuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha nafasi ya mwanamke katika jamii, namna gani hoja zake zichukuliwe, namna gani mawazo yake yaweze kuheshimiwa. Na hili lilikuwepo kabla ya Uislamu,
mwanamke alikuwa si chochote, mpaka wengine wakafikia mbali zaidi. Wakipata salamu, mke wako kajifungua Meta, mke wako kajifungua pale Muhimbili, mke wako kajifungua pale Mount Meru, anauliza amezaliwa mtoto wa kike au wa kiume. Anapewa habari, ikiwa ni mtoto wa kiume anafurahi, na ikiwa mtoto wa kike dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah ameripoti kwenye Qur'ani, suratu Nahl aya nambari 58, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Akipewa bishara kwamba mke wako amejifungua mtoto wa kike, uso wake unapiga weusi, anakasirika, anajaa na huzuni. Nini? Kitu gani sasa kimezaliwa hichi? Ilikuwa hivyo kabla ya Uislamu. Leo Uislamu umekuja kumheshimisha mwanamke, sio maneno tu, bali anna almar'a warrajul, hakika ya mwanamke na mwanaume, kilahuma min aslin wahidin, wote wawili asili yao ni moja. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayuha nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni Allah mola wenu, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mola ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, pia akaumbwa mke kutokana na nafsi hiyo. Ibadallah, enyi waja wa Allah, laqad karrama Allahu al-islam al-mar'a, Uislamu umemkirimu na kumtukuza mwanamke fi jamii marahili hayatiha, katika maisha yake yote. Ndugu katika imani, mwanamke kama binti, kaunika karamaha bintan, amekirimiwa mwanamke akiwa ni kama binti. Faja'ala al-ihsan ila al-banat, Allah ameweka utaratibu maalum namna ya kuwafanyia wema mabinti zetu, wa tarbiyatahunna, na namna nzuri ya kuwalea. Min a'malin adhima, ni katika amali zilizotukuka, Allah anazipenda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika hili la kuwalea mabinti, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwa kinywa chake, man ala jariyatain, yeyote atakaye walea watoto wake wawili hata tablugha, mpaka wakafikia umri wa kubaleghe, jaa yaum alqiyamati ana wa huwa, atakuja siku ya kiyama mimi na yeye kama hivi. Faashara, akaashiria kwa mikono yake miwili. Ndugu yangu Muislamu wa leo, usione kwamba kupata mtoto wa kike kwako ni aibu. Kuwa na mtoto wa kike ndani ya nyumba kwamba ni nakama, kuwa na binti ndani ya nyumba ni balaa, bali kuwa na binti ndani ya nyumba ni sababu ya wewe kuweza kukaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwalee mabinti zetu katika maadili, kwani ni sababu ya wao sisi kutupeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falbintu fil islami laysat aran wala abaa, binti katika Uislamu si aibu kuwa naye, bali hiya amanatun min Allah, bali ni amana umepewa kutoka kwa Allah azza wa jalla. Wal ihsanu ilaiha, na kumfanyia wema binti huyo, babu min abwabil ajri, msomeshe unapata ujira, mpe kazi unapata ujira, mlee vizuri unapata ujira. Uislamu umemkirimu mwanamke kama binti atakayewalea mabinti wawili. Thaniyan, jambo la pili, mwanamke amekirimiwa kama umman, ni mama. Faja'ala haqqaha adhima, haki ya mama imekuwa ni haki kubwa. Jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, siku moja mtu alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyu ni sahaba. Faqala ya Rasulullah, akasema huyo mtu kumwambia Mtume, Mtume wa Allah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, ni nani ambaye ana haki zaidi kusuhubiana naye, kuwa naye karibu sana kuliko mwingine? Mtume akasema ummuk, mama yako. Qala thumma man, kisha yule mtu akasema kisha baada ya mama nani? Qala, Mtume akasema thumma ummuk, kisha mama yako. Qala, akasema yule mtu thumma man, ni nani tena baada ya mama? Qala thumma ummuk, akasema mara ya tatu mama yako. Qala,
akasema yule mtu, thumma man, kisha baada ya mama nani? Hakuna mwingine? Qala abuka, mara ya 4 akasema na baba yako. Alhadithu muttafaqun alayh. Hii hadithi ina maana gani? Ina maana kwamba mwanamke anaheshimiwa kama mama. Mama ana daraja 3 ya kuheshimiwa. Daraja ya 4 anapata mwanamume. 3 maratin yusi nabii sallallahu alaihi wasallam, mara 3 zote mtume anahusia kwamba apewe ukaribu mama, apewe tena mama lima tahmiluhu, kwa yale anayoyabeba mama. Misukosuko ya ujauzito miezi 9 baba hayawezi wala hajapitia hilo la kwanza. Walwilada, misukosuko ya kujifungua. Amejifungua mama, sio mwanaume, anajifungua kwa njia mbili. Ima kwa njia ya kawaida, uchungu wake wanasema anaijua yeye mwenyewe, lakini ima kwa njia ya pili, njia ya kupasuliwa tumbo lake. Na kuna baadhi ya wamama wallah tumbo lake limejaa viraka ili watoke binadamu sisi. Tumbo lilipigwa kiraka likapasuliwa mara ya kwanza, haikutosha, kidonda hakijapona vizuri, wewe baba ukamweka mtoto mwingine tena, yule mama akapasuliwa tumbo mara ya pili, akapasuliwa tena mara ya 3, akapasuliwa tena mara ya 4. Huyu nani atamlipa malipo hayo? Amekubali tumbo lake lichanwe, tumbo lake lishonwe ili wewe utoke. Huyu mama ana heshima kubwa sana. Mama aheshimiwe mara ya kwanza, mama aheshimiwe mara ya pili, mama aheshimiwe mara ya 3. Haikutosha kuchanwa tumbo lake, bado mtoto akitoka inatakiwa anyonyeshe. Walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a. Bado mama huyo aliyopasuliwa tumbo anamnyonyesha mtoto yule usiku na mchana, wakati wewe baba unakoroma. Mama, mwanamke kama mama ameheshimika sana kwenye Uislamu. Anapata wakati mzito wakati wa kubeba ujauzito, anapata wakati mzito wakati wa kujifungua, anapata wakati mzito wakati wa kunyonyesha, lakini pia bado yeye anakuwa ni kwenye tarbia, bado ni mwalimu wa kumfundisha yule mtoto wako uliomwacha pale nyumbani wakati wewe umeenda zako nyumbani. Ndugu zangu, mwanamke kama mama amekirimiwa sana, lakini haikutosha. Uislamu ukamkirimu mwanamke kama mke. Fa amara zawj, akaamrishwa mume bihusni muasharatiha, aweze kuishi naye vizuri. Faqala jalla jalalu, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waashiruhunna bilma'ruf, ishini na wake zenu kwa wema. Wanawake na wakubebeeni masuhulia mazito, muishi nao kwa wema. Waqala nabii sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume juu ya mke namna gani anaheshima, khairukum, mbora wenu, khairukum li ahli, ni yule ambaye ni mbora kwa familia yake. Wa ana khairukum li ahli, hata mimi mtume ni bora sana kwa familia yangu, hasa wake zangu. Mimi nakuwa ni mtu wa karibu sana kwao wao. Ndugu zangu katika imani, falaysat rujula fi ihanati zawja, wanaume wako sio katika kuwadharau wanawake. Yani ili wewe uonekane mwanamke dume la mbegu, hilo dume la mbegu sio kwa sababu ya kuwadhalilisha na kuwadharau wanawake. Huo wanaume wako sio kwa ajili ya kuwanyanyasa na kuwakashifu na kuwatukana na kuwapiga wake zetu. Uume wetu na wanaume wetu ni kwa sababu ya kupambana na kazi nzito. Riziki inayopatikana tuwapelekee wake zetu majumbani. Tunaona wanaume wangapi wanakwenda vitani, wanaume wanakwenda vitani, riziki inayopatikana aje kula mke wake. Wanaume wangapi tunawaona wenyewe ndo madereva, matransporta, wote karibia 90% kama sio 100 ni wanaume wanapita hapa. Wanakesha, wanatazama, wanaharibikiwa, miezi miwili hajapata alichopata, anakipeleka nyumbani kwa mke wake. Ni wanaume wangapi tunaona ndio haswa ndio wanaopata madhila. Ukienda magereza hapo 90% ni wanaume. Ukienda makaburini kule waliokufa 90% ni wanaume. Ukiona mabodaboda wanapata ajali 100% ni wanaume. Ukiona bajaji barabarani 100% ni wanaume. Wote hawa wanahangaikia luqmatul aish li azwajihinna,
tonge la kustawisha maisha kwa wake zao na familia zao. Mwanamke sio kumdharau. Hangaika yetu, misuli yetu, ukakamavu wetu, ujauri wetu ni kwa sababu tupate chumo la halali kwenda kuwapa hao wake zetu. Mwanamke amekirimiwa kama mke. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasema hayo. Ndugu zangu katika imani, haikuishia hapo. Mwanamke amekirimiwa kama binti, ndugu, ukhta wa kariba, kwamba ni dada yako wa karibu, ni shangazi yako, ni mama yako. Fa amara bisilati rahim, Mtume akaamrisha uunganishe udugu. Usimtenge dada yako, usimtenge shangazi yako, hawa wote ni wanawake. Usimtenge bibi yako, hawa wote ni wanawake. Unganisha udugu. Wal ihsan ilayhinna, na wafanyie ihsani kwa ukaribu sana. Waja'ala lilmar'a haqqan, na Allah amejalia kwa mwanamke haki maalum fil mirath, amepewa fungu katika mirathi. Kabla ya hapo mwanamke alikuwa sio mtu. Ukipeleka posa kwa binti mpaka leo, ajabu, shangazi anakuwa na nafasi kuliko mama mwenye binti. Unapeleka posa, wanapokea wanaume, lakini kwenye kikao cha kujadili binti kuolewa, mama mtu hahusiki kuingia hapo, wala rai yake haihusiki. Tumetoa wapi hii? Mama ndo aliokaa mtoto yule tumboni kwake miezi 9, akatoka kwa operation. Leo kwenye kikao cha kujadili binti kuolewa, mama hana nafasi, mama hana kauli, mama hana sei. Huku ni kudhalilisha wanawake. Wanawake waweze kuingia kwenye mjadala, waweze kuingia kwenye shura ya kifamilia ya kuolewa binti yao. Tunayaona sisi wote. Wanawake wasema shangazi yake yupo atamaliza, mimi sina sei. Mwanamke, wewe ndio mwenye sei. Wewe ndio utajua huyu mchumba anafaa kwa mchumba huyu au hafai. Ndugu zangu katika imani, katika hili mwanamke alikuwa akifiwa na mume wake, mwanamke akifiwa na mtoto wake, harithi chochote katika mali iliyoachwa na mume. Allah subhanahu wa ta'ala akapiga marufuku, akasema lirijali nasibu mimma taraka alwalidan, wanaume wana kiasi cha fungu katika kile kilichoachwa na wazazi wao, wala aqrabun, na kile kilichoachwa na watu wao wa karibu. Walinisa, na wanawake pia, nasibun, wanafungu katika mirath mimma taraka alwalidan, katika kile kilichoachwa na wazazi wawili. Kwa kifupi, mwanamke anarithi, mwanamke harithiwi kama chombo au kama bidhaa. Ndugu katika imani, wa min a'zam takrim alislam lilmar'a, katika jambo kubwa ambalo Allah amemkirimu mwanamke kwayo, kwamba amempa masulia amama Allah, amempa majukumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laha ajraha wa thawabaha, ana ujira kwa kuyafanya hayo na thawabu ya kutosha. Wala yabi'u Allahu amalaha, na Allah hapotezi kamwe amali yake. Bisababi kauniha mraa, eti kwa sababu ni mwanamke. Kwa hiyo akiswali halipwi, akifunga halipwi, akijistiri halipwi. Hapana, Allah amemwelezea, anasema man amila salihan min dhakarin au untha, yeyote atakayefanya jambo jema, hilo jema limefanywa na mwanamke na mwanaume, au limefanywa na mwanamke, wa huwa mu'min, hali yakuwa ni ana imani, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha ya uhai wake uliokuwa mzuri kabisa. Maana yake tutamlipa. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Ndugu zangu, hutuba yangu ya pili, sa'utikum namadhij min al-amthila fi salafi salih, nitawapa mifano michache kwa ndugu zetu wema waliotangulia, fi takrimil mar'a, jinsi walivyomhendo mwanamke, ili tusome maisha yao, tuje tuyapesti kwenye maisha yetu. Wanawake wetu wa leo wameonekana ni mizigo tu ndani ya nyumba. Mama zetu wanaonekana ni watu ambao wamepitwa na wakati. Dada zetu, shangazi zetu, wahaluma jara. Lazima turudi kwenye mstari uliokuwa sawa sawa, tuwaenzi watu hawa na kuwaheshimu sawa sawa. Allah atatuheshimisha sisi. Katika miongoni mwa mifano
ambayo iliyopita walitangulia wenzetu wema waliotangulia. Hadha Umar ibn al-Khattab, huyu hapa amiri al-mu'minina, raisi wa tatu, raisi wa pili baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana Mtume alipofariki alitawala Abu Bakar Siddiq. Baada ya Abu Bakar Siddiq kutawala, miaka yake ilivyoisha kwa kufariki, alishika kijiti na bendera ya Uislamu Umar ibn al-Khattab. Umar ndo amiri al-mu'minin, amesimama mbele ya umma, na huo umma walikuwepo kina wanawake walikuwepo kwenye hiyo hadhira. Imepokea kisa, alizungumza kwenye huo muhadhara Umar ibn al-Khattab kama rais al-mu'minin kwamba ninyi wanawake, mahari imekuwa kubwa mno, punguzeni mahari, mmekuwa na gharama kubwa. Anazungumza pale kama amiri al-mu'minin, watu wote wanasikiliza, yeye ndo rais hapingwi. Sasa sikiliza kilichotokea. Wakati anazungumza habari ya mahari, kwamba mahari imekuwa kubwa sana, farajaatuhum raa, mwanamke mmoja kwa ujasiri akanyosha mkono mbele ya amiri al-mu'minin, wastadallat biqawli Allah ta'ala, akamkumbusha Umar kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe Umar unaongea nini kuhusu wanawake? Mbona kama unatudogesha, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa ataitum ihdahunna qintara. Allah akasema na mkawapa mahari zao marundo ya mali. Allah anasema hivyo, wewe unasema tupunguze mahari. Wapi na wapi? Umar akasema hii hatari, huyu mwanamke kanikumbusha kitu kikubwa sana. Umar akataraja, akatanazal, akasema jamani, nafuta kauli yangu, alichokisema mwanamke ndio sahihi, na mimi amiri al-mu'minina kauli yangu itupeni kwenye kapu. Hivi ndivyo mwanamke aliheshimiwa kipindi hicho. Wal ibra, mazingatio katika hadithi hiyo, anna al-mar'ata al-muslimat laysat mamnu'atan min al-ilmi, mwanamke muislamu hajakatazwa kutafuta elimu, awe na ujuzi katika yale ambayo yanaendelea. Wala min as-su'al, wala mwanamke hajakatazwa kuuliza chochote juu ya dini yake. Huyu ndo alikuwa ni Umar ibn Khattab, amiri al-mu'minin. Huyu anakosolewa na mwanamke, na yeye akawa amekubali kukosolewa. Ni wangapi katika sisi tunakubali kukosolewa na wake zetu, tunakubali kukosolewa na mama zetu, tunakubali kukosolewa na binti zetu na shangazi zetu, bali ukishakuwa mwanaume unajiona wewe ni shupavu na rai yako ni sahihi. Kumbe mara nyingine tukosea. Tusikilize rai za wake zetu, pia zina maana kubwa kwenye maisha yetu. Ndugu zangu katika imani, kuzingatia muda, nije na mfano mwingine wa Ummu Salama radhiyallahu anha yawm al-Hudaybiyah. Radhi za Allah zimuendee mwanamke huyo. Ummu Salama anatajwa mpaka hata hizi shule yetu. Ummu Salama asili yake imetoka kwa mama huyu, ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya mume wake wa kwanza kufariki vitani, akakaa kwa kipindi fulani, akaolewa na bwana mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ule mwaka wa Hudaybiyah ulikuwa ni mwaka mzito, ni mwaka ambao masahaba pamoja na Mtume wanakwenda kufanya umra, wanakwenda hija katika nyumba tukufu ya Allah. Makuraishi wakawazuia, kawaambia hamwezi mkaingia, hamwezi kuhiji, hamwezi kufanya chochote. Msafara wa Mtume unazuiwa na masahaba wanazuiwa, hakuna kuingia huku kuja kuhiji. Makuraishi wamekunja ndita. Mtume kwa sababu alikuwa hatumii mambo kwa mabavu, akawaruhusu masahaba, jamani, jambo limeshakuwa gumu, hatujaingia kule, lakini ninachowashauri, kwa sababu tulisema tunaenda kuhiji na tumeshabeba vichinjwa vyetu na hija tumezuiwa, basi cha kufanya hapa hapa tulipo, chinjeni na mnyoe, alafu turudi Madina. Masahaba walikasirika sana, kaambia Rasulullah, wewe ndio mwenye wahi, wewe ndio malaika Jibril yuko anakuletea wahi, wewe ndio Allah, sisi ndio dini ya haki, tunazuiwaje na hawa? Kaambia msiwe na jazba, hii dini haitaki jazba. Nasema hivi, nyoeni na mchinje, turudi Madina.
nini kilichotokea? Masahaba wakagoma, hawakuchinja wala hawakunyoa. Mtume naye akakasirika, sema hawa watu vipi? Mbona nawaamrisha wachinje na kunyoa hawataki? Masahaba hawataki kwa sababu huzuni imewajaa. Tunachinjaje hapa mbele na wakati Maka ni kule? Akaingia ndani kwa Ummu Salama, ndo kisa kilipoanzia. Akaingia ndani kwa mke wake, mke wangu mambo yamekuwa magumu huko nje. Nawaambia masahaba wachinje hawataki, hawanyoe hawataki. Nini cha kufanya mke wangu? Mtume anashauriana na mke wake katika jambo kubwa kama hili ambalo linahitaji wahi kutoka mbinguni, lakini amekubali kwenda kushauriana na mke wake. Ummu Salama anamwambia mume wangu, sikiliza, wewe toka nje, ukitoka usizungumze na yeyote, nenda chinja halafu unyoe, halafu uone kama hawa hawajanyoa na kuchinja. Akatekeleza lile aliloambiwa na mke wake, akachinja akanyoa. Maswahaba wakaangalia wakasema, kwa kuwa mtume amechinja na kunyoa, sisi lazima tuchinje na kunyoa. Wote wakachinja, wote wakanyoa. Hii ni rai ilitoka ndani ya nyumba. Kushauriwa na mke sio aibu, kushauriwa na mke sio dosari wala sio udhaifu, kwamba mimi mambo yangu yanaendeshwa na mwanamke kutoka jikoni, bali kukataa ushauri ndio ubabe na ukiritimba na udikteta ambao hautakiwi. Akhiran, mwisho, mifano iko mingi, lakini niwape mfano moja wa mwisho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na binti yake Fatima. Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, tungekuwa tunawafanyia hivyo watoto wetu. Ajmal suwari rahma al-usariya, mfano mzuri kabisa uliokuja katika historia wa mtu na familia yake, jinsi walivyokuwa naishi, ni mfano huu wa Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana nabii sallallahu alaihi wasallam, desturi ya bwana mkubwa huyu mtume ilikuwa, idha dakhalat alayhi Fatima qama ilaiha. Allahu akbar. Amekaa ndani mtume, akiingia ndani Fatima ameingia ndani, mtume anasimama kurespect, anampa heshima mtoto wake Fatima, mtoto wa kike. Mtume anasimama, waqabbalaha, akisimama anamkumbatia na kumbusu mwanae, wajlasaha fi majlisihi, alafu ambia okay, you can sit here, naomba ukae sehemu ambayo nilikuwa nimekaa mimi. Heshima ilopitiliza, mtu kumheshimu mtoto wake kwa kiasi hicho. Wakana taqul mithl dhalika, na alikuwa na Fatima alikuwa akifanya hivyo alivyokuwa akifanya. Ayuha al-aba, enyi kina baba, hadhihi hiya al-ubuwatu fi madrasati an-nubuwa, huu ndio ubaba kwenye madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasimama kwa ajili ya binti yake. Nani anayefanya hivyo zama za leo? Binti akiingia ndani ya nyumba anaonekana karagosi tu kaingia. Tuige na tuwaenzi mabinti zetu, na kwa hakika hawatoharibika huko nje. Lam yakuni nabii sallallahu alaihi wasallam yastahi an yadhhara mahabbatahu libnatihi, alikuwa haogopi kudhihirisha mapenzi yake kwa binti yake wa kike. Wala yara ikramaha dha'fan, wala alikuwa haoni kwamba kumkirimu mtoto wake wa kike ni udhaifu mkubwa, huku ni kutawaliwa na wanawake. Binti hawezi kunikalia mimi kichwani. Wewe kichwa chako kimejaa maboga, kichwa cha mtume kimejaa wahi, na bado anamheshimu. Wakirimuni watoto wenu wa kike, waajlisu ma'ahunna, mkae nao karibu. Usipokaa naye karibu, wewe atakaa na wengine. Wastami'u ilayhinna, wasikilizeni mabinti zenu wa kike nini wanahitaji kutoka kwenu. Msipokaa nao, msipowasikiliza, watasikilizishwa na wengine. Washiruhunna bil mahabba wa rahma, alafu onyesheni nyinyi kama kina baba ile shuur, the way unavompenda. Usipoonyesha hivyo, atapendwa huko nje na mahaba yake yataenda huko nje, na mwisho wa siku utaharibikiwa. Huyu ndo mwanamke katika Uislamu alivyozungumziwa. Alizungumziwa kama dada akaheshimiwa, kazungumziwa kama mama akaheshimiwa, kazungumziwa kama binti kaheshimiwa,
akazungumziwa kama mke, kaheshimiwa level ya juu ya heshima na Mtume. Tunamuona kwa binti yake Fatuma. Tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie nyumba zetu ambazo kuna mama zetu na wake zetu na mabinti zetu, tuwape heshima kubwa, na sisi Allah atatupa heshima kubwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rashidin minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا رحمن الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. Sisi wanaume, lakini akamuumba mwanamke kutokana na nafsi ile ambayo amemuumba mwanaume. Kwa hiyo wewe na mwanamke, jambo kila kitu chenu ni sawa, wote ni wanadamu. Kila ulichokuwa nacho naye anacho, tofauti katika jinsia. Kati mke na mume Mwenyezi Mungu ameweka jinsia mbili ili watu wazaane, ulimwengu uongezeke na watu wajaze dunia. Ndio sababu kubwa ya kuwa mke na mume katika dunia. Lakini leo mwanamke mwenyewe thamani yake haijui. Sababu kuna mwanamke katika Qur'an kuna kaelekezwa mpaka namna ya kuvaa, namna ya kuishi na Mungu. Lakini kuna bahati mbaya sana, kuna dada zetu wengine, mama zetu hawaishi kinachotakiwa katika Uislamu, ndio maana thamani yao wanaiporomosha wao wenyewe. Lakini mwanamke akijua thamani yake, akijua yeye ni nani, kiumbe katika kwa mahususi kwa ajili ya kazi gani, na akaujua Uislamu wake, akausoma Uislamu, atakuwa anajua thamani yake. Basi akilinda ile thamani yake, basi na mume naye atajua thamani yake. Kwa kina mama, jitahidini sana kwenda katika madarasa mbalimbali, kuhudhuria katika mada ili mjue thamani ya mwanamke ni nini katika Uislamu. Mwenyezi Mungu amewapa daraja kubwa, itunzeni daraja yenu, fuateni masharti na mambo ambayo mnaamka katika Uislamu. Mwanamke akipewa mambo matano, al-mar'atu idha salat khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha dakhala al-janna bighayri hisab. Mwanamke akipewa mambo matatu, akiyafuata mambo matatu, anaingia peponi bila hisabu. Na Mtume anasema al-mar'atu idha salat khamsaha, mwanamke atakaposali sala zake tano, wa samat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani mifungo yake sawa sawa, wa ata'at ba'laha, na akamtii mume wake, dakhala aljanna bighayri hisab. Mambo matatu mwanamke akiyafanya yanamuingiza peponi bila hisabu. Sasa hiyo ni daraja kubwa ambayo mwanamke amepewa. Lakini tunaambiwa aljanna tahta aqdamil ummahat, pepo ziko chini ya nyayo ya kina mama, lakini kina mama wanaojitambua na kutambua wao ni kina nani. Kwa hiyo dada zangu, mama zangu, tambueni daraja ambayo Mwenyezi Mungu amekupeni, mtumikieni Mwenyezi Mungu, someni mjijue ni kina nani. Mwenyezi Mungu atainua thamani. Lakini inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu na sisi wanaume atupe subira katika kuishi katika majumba yetu. Si jambo dogo tu basi mwanamke kumhukumu, kumpiga, kumdhalilisha, itakiwi. Mwanamke anakuzalia watoto, mwanamke anakulea, mwanaume ndani ya nyumba, tuwape heshima zao, tuwape thamani yao. Inshallah kwa hayo matatu Mwenyezi Mungu atubariki, Mwenyezi Mungu atukubalie sala yetu, baraka inshallah. Kama ambavyo tumeshuhudia katika hotuba ya khatibu akizungumzia jinsi Uislamu unavyothamini mwanamke. Sasa hivi dunia ndio inapigania haki za mtoto wa kike au mwanamke kwa ujumla, lakini Uislamu ulithamini na kutambua na kutoa maelekezo jinsi gani mwanamke anapaswa kuthaminiwa. Na hata ukiwa mwanamume, ukiwa umemwoa mke wako, yako mambo mwanamke akikufanyia unapaswa umlipe kutokana na thamani yake. Mathalani, mwanamke amekuzalia mtoto, vile anavyomnyonyesha, basi Uislamu pia umeelekeza nini cha kumfanya ili kumlipa kama thamani yake. Yako mengi. Kwa kifupi ni kwamba khatibu katika hotuba yake ameeleza jinsi Uislamu unavyothamini mwanamke kwa ujumla wake, na kwamba si kwamba Uislamu umeanza sasa hivi, umeanza kabla, ambapo dunia sasa hivi ndio wao wanaona kwamba kuna umuhimu wa kumthamini mtoto wa kike, wakati Uislamu ulishaelekeza juu ya umuhimu na thamani ya mwanamke. Asante sana. Naam, ni kweli tunaye kiongozi wa nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwanamke,
Kwa hiyo wale ambao wanadhani kwamba mwanamke hawezi kuongoza ni dhana potofu, kwa sababu kama Uislamu ulivyoelekeza, na hapa Imamu amesema hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipokea ushauri kutoka kwa mke wake na akiutekeleza na kuyafanya yale ambayo. Kwa hiyo ni jinsi gani hata Mtume wetu alithamini thamani ya mwanamke na kuyatii yale ambayo ama kuyatekeleza yale ambayo amemshauri. Kwa hiyo ni wajibu wetu na ni haki kama sisi wananchi kwa utawala huu wa nchi kumheshimu rais wetu ambaye ni mwanamke. Kwa hiyo Uislamu umethamana na sisi tunapaswa kama Waislamu kutekeleza kile ambacho Uislamu umetuelekeza. Kwa hotuba ya leo imemgusa sana mwanamke, kwa mwanamke ni bora kutokana na jinsi Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyomfadhilisha mwanamke huyu, kwamba ni bora kuliko viumbe vingine tunavyofahamu kwa vya kawaida vya kibinadamu. Mwanamke huyu amepewa daraja kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutokana na mwanamke ndio sisi wanadamu tunapatikana, kwa sababu mwanamke huyu baada ya Adam alayhi salam, mwanamke alianza kizazi hiki cha binadamu dunia nzima kimefuata. Baada ya Adamu alayhi salam kutolewa mwanamke kwenye ubavu wake, alifuata ni mwanamke ambaye imekuwa ni sababu wanadamu wote kujia katika ulimwengu. Kwa hiyo mwanadamu huyu kumwangalia kiundani, mwanadamu fadhila zake ni kubwa sana na ubora wake ni mkubwa sana. Kwa sababu hamna mwanamke hamna umma. Kwa hiyo umma umesambaa kwa sababu ya mwanamke. Kama hakutakuwa na wanawake, basi hata hii dunia itakuwa watu wote wataisha. No.